Vipi mtazamaji wa 96 Lingi pamoja na Bongo Plus, karibu kwenye exclusive interview. Tuko na The Credible. Ni aje mshua? Barida kama kaa. Shwari. Unyama. Uko vizuri? Karibuni sana Bongo. Shukran sana. Vitu vingi sana vimehappen, lakini jana moja kati ya msanii mkubwa kutokea hapa Bongo, Diamond Platnumz, amefanya show Paris, au sio bana, Ufaransa kule, akiwa na mwamba Fally Ipupa kutokea DRC Congo, mwamba wa Frankfurt, na tumeshuhudia namna ambavyo show ilivyokuwa na ukubwa na vitu kama hivyo. Tukianza kwenye hilo show, tupate uchambuzi wako juu ya ubora ambao walionyesha Diamond Platnumz kwenye show ya jana, kuzingatia yeye amemsindikiza tu Fally Ipupa. Namba 1 Tanzania, namba 1 East Africa, yupo kwenye top level kwa wasanii wakubwa barani Afrika. Naisema zaidi ya mara moja, msanii mkubwa unapimwa kwa matendo makubwa na sio kuimba nyimbo kwa ustadi huyo ule. Nimechambua kupitia Upopo Podcast leo. Nimesema ukitaka kujua msanii huyu ni mkubwa na inabidi apewe heshima, lakini vile vile msanii abaki kuwa relevant kwenye muziki wake. It's not about kufungua koo kuimba kwenye toni za juu. It's okay watati finali, mbona muitiki jamani? It's okay, lakini swala la kuimba, wanaimba watu wengi sana. Yaani ukali wa kuimba, tujitown kuna watu wanaimba vibaya mno kwenye dunia hii ya leo. Bro, trust me, na wako mtaani wajatoka. Yeah. Wewe ushapata nafasi. Talent yako imefanya sisi tukuone. Mbosso, umeshaimba. Tunajua wewe msanii mkali. Alikiba, Diamond, Harmonize msanii mkali. What next? Ndio kitu ambacho kinawashinda wasanii wengine. Hamna uchawi Diamond anapowapita hawa. Ni kufanya vitu vya tofauti ambavyo Bongo sisi hatujazoea kuviona. For instance, yuko kama lile la Paris pale, watu 80,000 kwenye uwanja mzee. Ile ni zaidi ya O2 Arena, hivyo unaelewa hiyo? Diamond anaenda kuperform, kuzichangamkia fursa kama ambavyo mara zote tunazungumza. Ni mtu ambaye anaiona fursa mbele. Trust me, Diamond anaweza sio amelipwa chochote kwenye ile show. Ni yeye, tiketi yake ya ndege na watu wake wameenda Paris kuangalia jicho la fursa, which is wasanii wengine hapa hatuwaoni. Kwa hiyo ukiniuliza tathmini yangu kwenye show ile ambayo Diamond ameenda kuifanya pale Paris, inaonyesha na inatofautisha sasa levels, inaitwa levels zimeonekana kati ya wasanii local na wasanii international. Juzi hapa nilikuwa nazungumza kuhusu hii, watu wakawa wamenishambulia kinoma bwana. Wasanii wote ni wa kimataifa. Wote wa nani? Unapigwa Kenya unasema wa kimataifa. It's not about Kenya, East Africa tumepomaliza, twendeni nje, twendeni mbali. Sasa imagine kubababake imepigwa kwa Masava pale. Umesikia vile viepe kaka mkubwa Kawabe Media? Nimevisikia baba. Au nimevisikia mimi peke yangu? Mimi nimevisikia. Chiefs na kaangwa tu. Tukizungumza watu wao, bwana unamwongelea sana positive Diamond. He deserves. Anafanya vitu vikubwa. Kwa nini tusiseme? Haya basi. Show ya Paris Diamond kazingua. Show mbovu. Kuna mtu atanielewa mimi nikisema hivi hapa? Lakini ndo ukweli. Diamond ameenda na hakuna mtu ambaye alitegemea. By the way, mimi nilianza kuchombeza kwenye Insta yangu nikasema I wish msanii kama Diamond timu yake ilobi michongo waende kushow up. Diamond ngoma zake zimeshaenda. Nilisema hiyo mimi. Diamond ngoma zake zipo duniani, lakini yeye hajaenda. Na leo mimi nitamchana katika vitu ambavyo Diamond anazingua ni kuendelea kubaki Tanzania. Kosa kubwa sana. Diamond nyimbo zake zinasikilizwa sana nje. Na ukitaka kujua alivyopigwa kwa Masava pale kwenye ule uwanja, uliona vitu vilivyojibu. Wasanii wengi Nigeria. Bro, Nigeria msanii ana ngoma hii moja tu, akishachapa pap anahama. Unamshangaa makazi yake yapo London, yapo sijui Los Angeles. Sio kama umeelewa? Yeah. Ni rahisi kufikika, kuna vitu vingi vinafanyika, lakini pia wapo wengine kule. Kwa organization ya kukutana na kufanya muziki inakuwa rahisi zaidi. Kwa Diamond, Bongo, Zuchu yupo tu. Sio? Ndio. Atarudi kumsalimia hapa. Unless otherwise amchukue kama David waende wakakaa yote Marekani. Kama sio Marekani aende London, kama sio London aende Paris. Maeneo ambayo unaona watu wengi wa burudani wapo.
kuna zile Paris Fashion Week ambazo yeye mwenyewe alienda 2024, si ndio bana? Lakini vile vile kuna show kubwa za wasanii zinafanyika. Kwa hiyo ni katikati, eneo ambalo lina uwezo sasa kumvusha Diamond kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo jingine. Tunahitaji kitu cha namna hii pekee, na mimi namuomba kama mchambuzi namba moja Tanzania, namwambie bwana mkubwa chambuzi hapa, kaka, makazi yako yawe state, sio tena Tanzania. Zuchu utakuja kumtembelea tu, Mama Dangote yupo, au sio bwana? Yani hapa sisi hatumuhitaji Diamond akakae kule afanye mziki wake, na ndo njia ambayo wasanii wengi wakubwa Afrika wanaifanya na wamefanikiwa kuifanya. So kingine ambacho natamani kumshauri ajue, nenda kafanya assessment kwenye ngoma zake, aina ya ngoma nyingi anazofanya Diamond. Unagundua hizi ngoma za bolingo akiimba Kilingala zinapata mapokezi makubwa sana. Juzi tu hapa ametoa ile nani yake, ile live session performance yake ile. Umeona namna ambavyo Kongo kule na maeneo mengine clip ilivyopokelewa? Watoto wazuri wanacheza, wanaji TikTok ile. Wachambuzi wa Kongo pia, kuna wachambuzi wa muziki. Wewe alimapicha picha nani mshamba wewe? Wachambuzi wapo kila kona, wanataka kule eti Tanzania ajira kaleta nani? Wewe umechelewa kuja mjini nini? Wote wanaishambulia. Sio kama umeelewa kaka? Na numbers pia kwenye YouTube channel. Kaangalie Inama na Fally Ipupa, kaangalie wimbo wa ambao amefanya na Koffi Olomide, namna ambavyo imepata mapokezi makubwa. Kwa hiyo ajue miongoni mwa maeneo ambayo Diamond anayaweza sana ni pamoja na kutengeneza ngoma hizi hapa. Kwa hiyo hii territory yake hii aendelee kuikumbatia. Ndo huko sasa unaona ukifanya hiyo manake una hit moja kwa moja Paris. Jamali na akili sana sema. Dr. Meneja wangu atanisaidia. Ngoja kwanza lete kwanza hapa. Unajua kwa nini Diamond ameenda kufanya show Paris? Ndio. Kwa sababu anajua kuna nyimbo alizifanya ambazo target yake zilikuwa ni hawa watu wa Kongo. Na wapi Paris, Ufaransa, kuna Wakongo wengi sana na Waafrika wengi kuliko watu wenye ngozi nyeusi. Wapo wengi mno. Kwa hiyo alijua kabisa nikienda kule naenda kukutana na watu ambao walikuwa wanaipenda Inama, wanaipenda na vitu kama hivi. Lakini vile vile kupima upepo, lile hiti ambalo amelitoa lile Komasava limefika. Diamond anajicheka mwenyewe. Mimi nakwambia ukweli, sasa hivi anapaswa kuthubutu kuandaa show yake kwenye moja kati ya viwanja vikubwa duniani, kama sio arena kubwa. This time around isiwe tena Royal Albert Hall. Diamond aende O2 Arena. Kulikuwa na mada hapa inakuja hapa inazungumzwa juu ya issue ya, mimi niliuliza by the way, hivi kweli mna uhakika hakuna msanii ambaye ana uwezo wa kujaza uwanja kwa Mkapa pale? Watu wanakuja na hoja tofauti. Hakuna. Labda aweke Mwamposa pale. Mwamposa vipi? Kwa logic ya kawaida Diamond Retro Tour ameenda kufanya Mwanza, sio? Mwanza kiingilio cha chini shilingi 50,000. Cha chini, wakati wengine wakaenda kufanya ndo VIP. Cha juu shilingi milioni 5 bro. Milioni 5 kulikuwa na meza zaidi ya 7 Mwanza. Zimeisha sold out mapema. Nani tamshinda shilingi 20,000 ya kujaza kwa Mkapa pale? Na kumbuka Diamond hajafanya show Dar es Salaam muda. Kama kuna tajiri atie mzigo, mimi nakwambia Diamond anapiga sold out kwa Mkapa, tena show siku 2 kwa kiingilio cha shilingi 20,000 na wengine nje wanazimia. Unasikia au? Bwana Dokta, jana tumeona namna ambavyo Diamond amepanda pale kwenye uwanja mzito kabisa, kama ulivyosema kwa mashabiki 60,000, sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana, zaidi ya uwanja wa Mkapa. Uwanja wa Mkapa anaingiza 60,000 huko. Tumeona namna ambavyo Diamond alivyokuwa mkubwa, kwa sababu kuna clip ninaziona mitandaoni, mashabiki pia wanaimba nini na nini. Diamond amewezaje kutengeneza huu ukubwa wake mpaka anaenda maeneo kama ya Ufaransa na watu wanampokea na vitu kama hivyo vinalipuka? Ukiachana timu ambayo amekuwa nayo Diamond, jamani, mastermind, ni risk taker. Diamond haoni kazi kuweka shilingi milioni 700 hapa kwenye biashara yake ya muziki.
Ushamsikia Salamu SK anaojiwa, anazungumza mwenyewe, ana historia yake. Video ya kwanza kushuti sijui aliuza kabisa gari yake akaenda kutia hela ili itoke clear. Yeah. Diamond umeona zile, umeniuliza wamewezaje, sio? Umeona zile hii Rolls Royce anayotembelea B+, unaona maisha anayoishi expensive, kupanda jet na nini, zile ni risk taking, zile zinamuongezea value msanii. Mwisho wa siku watu ambao wanaishi nje ya Tanzania, mataifa mengine wanamwangalia kwa ukubwa huo. Yaani wewe haiwezekani wewe mfumo wako wa maisha unaishi chini ya $1, alafu ukipata endorsement unategemea watu wakupe $5,000. Haiwezekani, ni ngumu. Kwa hiyo ni lazima ujiposition kwenye hilo eneo na inahitaji consistency. Diamond ameongelea kuhusu show kufanya kwa $100,000 since 2014 kwenye interview ya The Spora Show. Leo hii Diamond ametangaza bei yake ya kufanya show ni $200,000 bro. Milioni 500 plus hiyo. Umeelewa hiyo? Yeah. Diamond pia mjanja wa kutengeneza. Unajua Diamond ni mwanamuziki lakini ni mfanyabiashara. Mfanyabiashara kwa namna gani? Kuna msanii anatengeneza muziki mzuri ambao mimi kimsingi kama wewe una focus za biashara sikushauri ufanye. Diamond anatengeneza muziki ambao unauza. Na ndio maana kuanzia mwaka 2023, 24, 25 hakuna msanii yoyote Tanzania ametengeneza hit song zilizovuka mipaka ya nje zaidi ya Diamond, Jux na Rayvanny. Kuanzia 23 mpaka sasa hivi 2026, nenda kafanya research. Haipo. Ndakutajia Rayvanny amepeleka Mama Tetema, zile remix zimeondoka. Jux amepeleka God Design. Diamond na Enjoy ya nani? Enjoy ya Jux sijui. Diamond anapeleka Komasava. Sijui Sasampa, zimetembea zaidi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajua technique ya kufanya, which is wasanii wengine Tanzania inabidi wajifunze, unless otherwise mimi nitajisikia vibaya sana nikiona watu wamekaa wenye akili timamu na wanamaanisha kabisa wanamlinganisha Diamond na msanii yoyote Tanzania hii, kwa sababu anawazidi mambo mengi. Na mimi nilikuwa na washauri wasanii, hakikisheni mnafanya vitu ambavyo vitakuja vinaacha legacy, ili hata sisi siku tukisema tunataka kuwalinganisha tusione haya. Yani mchambuzi kuna mtu anasema sema unajua fulani yule mbaya kuliko Diamond. Yani hiyo nguvu unaitoa wapi? Yeah. Wakati show zako wewe ukienda unafanya za Mwenge, unaimbia birthday watoto wadogo, utaweza wapi? Wapo pia wasanii wanaimbia birthday matajiri, au kwa watu wanaimbia watoto wadogo. Unalipwa shilingi ngapi sasa? Issue sio kuwaimbia, unalipwa bei gani? Diamond ameenda kuperform wapi kwenye ile birthday ya yule tajiri wa Ghana yule? Kalipwa hela nyingi kuliko wasanii wengine wote kumtoa Davido sijui. Wengine nao wakasuza kina Stone Boy akaandika vitabu kule. Umeelewa? Ameenda kuperform Kenya. Zaidi ya milioni 100 analipwa. Kwa hiyo sio issue ya kuperform tu. Una perform unalipwa bei gani? Jitengenezee thamani, tengeneza teamwork. Mwanangu Konde Boy, tengeneza teamwork. Hakikisha kwamba hii timu inaondoka nayo. Usitake kufanya kazi peke yako. Jipe thamani, be smart. Tengeneza muziki ambao dunia unataka kuusikiliza. Wasanii wote kaka wakubwa Nigeria hawatoi sijui akuimbii vocal, sijui usikize vocal huko. Bana Boy anatupia tu. Last la shayo. Ndo ngoma kubwa Afrika. Usikishayo. Naomba nani vitu hivi jamani, kweli sasa hivi Tanzania jamani. Ndugu yangu Konde Boy, wewe sawa. Lakini jitahidi pia. Tu wewe. Tutabaki hapa na mwisho siku wa Kenya watatupita. Kuna mtu anaitwa Baraka Joshua yuko Uganda. Yeah. Noma mbadi. Akili kichwani. Noma sana. Mbona pia Mwijaku amemwattack Diamond akasema kwamba ile show sio ya kwako, vitu ambavyo wanavifanya Rayvanny na vitu kama hivyo. Unaweza uone mwambia nini Mwijaku kwenye hili bwana? Unajua Mwijaku ni mchangamsha mtandao. Huwezi kusema mimi sio, yani unajua nafikiri pia nchi imemchukulia mtu wa namna hiyo. Yani jambo lake aliko serious.
akizungumza kitu huwezi kusema bwana sasa alichosema Mwijaku ndo kweli, ndo maana watu wengi hawamzingatii. Ukisema show ameandaa wengine, it's okay. Mbona Wizkid ameenda? Yeah. Nakuuliza tu swali rahisi. Mbona Wiz ameenda? Kwenye show ya Wizkid ya O2 Arena mwaka 2021 amewaita wasanii wengi wa Nigeria. Wakina Burna Boy wamepanda, wakina Tems wamepanda, na wengine wa Marekani wamepanda. Kwa ni kitu cha kawaida. Lakini vile vile tujue wasanii wetu sisi ndo wanalifikia soko la dunia. Kwa hiyo wanatumia technique zote kuhakikisha wanaenda wanapofika. Sasa utakiwa kubeza. Yaani wewe mshukuru tu. Unajua ameenda Diamond lakini yule sio Diamond. Ile ni Tanzania. Ni flag inatembea ni Diamond kutoka Tanzania bro. Yeah. Kwa hiyo tukiwa tunajaji kwa chuki za ovyo ili tu mwingine huyu asijisikie vizuri, haiwezi kufanya kazi kwa mtindo wa namna hiyo. Yeah. Mwisho wa siku na challenge kaka yangu Alikiba, is my brother, kaka yangu Harmonize, bwana. Wazee, mnaona anachofanya huyu mwenzenu sio kwa ubaya. Lakini mnaona anachofanya ambaye mnamuita nyinyi mshindani wenu. Mzani mnauonaje huu jamani? Jiwe moja liko juu lingine liko chini. Mzani huu kweli umebalansi? Na napenda ushindani, lakini wahakikishe hawaachwi nyuma sana. It's okay Diamond kaanza, lakini wahakikishe Kipchoge, yani pambana, yani isiyo rahisi, yani Crown asibaki naye mmoja, yani sio kama umeelewa. Yeah. Kama unavyoona Nigeria, yani unakuta mwaka huu Wiz ana shine, sio? Mwaka ujao bwana kaandaa album limetembea. Haya, miaka miwili sasa hivi tunaye nani? Davido. Yeah. Si ndio kweli? Yeah, sure. Davido ana shine kuliko msanii mwingine yote Nigeria. Lakini miaka mitatu nyuma alikuwepo nani? Burna Boy. Alikuwepo Wizkid. So Tanzania sisi hapa hatuna. Sisi hapa tuna mmoja tu yule. Jamani, kuna kesho na kesho kutwa yule binadamu katangulia mbele ya haki. Haya. Tunasema nini hapa? Sisi tunabaki na nani? Huzuni kubwa.